Tutarejelea hapo. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Mstari wa 2, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Huyu ni Yesu. Huyu ni nani? Huyu ni Yesu. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti, na kwa kuwa alikuwa kando, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi, yani wenye navyo, wametoka wanaosha nyavu zao. Ina maana gani? Ili ni fumbo au linahitaji maboresho. Bahari ya Genesareti, bahari katika kinabii, bahari katika fumbo, bahari kwa lugha ya Biblia ni dunia. Ni nini? Ni dunia. Hata sasa unaona kuna watu walikuwa wako mahali hapo. Ni dunia ikaliwa na watu wengi. Ni dunia iliyokaliwa na watu wengi. Bahari Genesareti ni eneo ambalo hiyo bahari ilikuwa. Leo tunaweza tukasema Genesareti ni Kahama. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa muktadha wa swala hili, bahari kwenye macho ya kimwili, sio ya kiroho, kwenye macho ya kimwili, bahari ni mahali ambapo watu walienda tofauti. Walikutana watu na tabia zao, walikutana watu na mazingira yao na mawazo yao na elimu zao. Kila kitu kilikutana mahali pale. Lakini Genesareti, bahari ya Genesareti ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kazi za biashara. Wavuvi walienda baharini wakavua samaki, wakaja kuuzia wafanyabiashara. Wafanyabiashara waliokuwepo hapa, kuna watu waliokuwa wamekata tamaa, kuna watu walikuwa hapa wamekosa matumaini, lakini walikuwa katika bahari ya Genesareti. Bwana Yesu atusaidie sana. Narudi sasa, ni eneo ambalo lilikuwa ni la uchumi, lenye msongamano wa watu wa kila aina za watu, lenye changamoto mbalimbali kiujumla. Sasa narudi kwenye Biblia, kwenye lugha ya Biblia. Bahari nimesema ni dunia. Genesareti ni eneo maalum kama vile hapa tulipo Kahama. Sasa bahari hii ni watu ambao wapo katika eneo hili lilopo. Katika watu uliopo hapo, watu ulionao hapo kwenye eneo hilo, Yesu pale tunaangalia muktadha, Yesu akawa amekaa kando yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu akawa amekaa kando yake. Maana yake ni nini? Unapoishi kwenye dunia hii, unapokaa eneo hili la Kahama, unapokaa popote pale unaponisikiliza, lazima ukae kando na maeneo na watu ambao pengine ufahamu maisha yao yalivyo, pengine uelewe mitazamo yao ilivyo, pengine uelewe kwenye akili zao wanawaza nini. Tunapozungumza ukae kando, Yesu alikuwa kando. Wakati yuko karibu pale, walimsonga, ikabidi akae pembeni. Kuna watu ambao utakutana nao, na katika kukutana nao kuna kazi zako hazitaendelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kuna watu ambao ukikutana nao katika maisha yako ya kiroho utakufa katika maisha ya kiroho, na kuna watu utakutana nao katika shughuli zako binafsi zitakufa, mipango yako itakufa, kwa sababu hao watu ni wana mikosi, wana nukusi. Kuna watu wengine ni maadui, kuna watu wengine ni wachawi, kuna watu wengine wanachukua nyota za watu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mara baada ya kugundua hao binadamu, ilimlazimu akae kando. Kwa nini alikaa kando? Alijitenga nao ili aone namna ya kukabiliana nao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu unapaswa kukaa kando nao ili uweze kukabiliana nao. Na alipokaa kando, Biblia inasema mstari, alipokaa kando, usema
wa pili, ndipo akaona vyombo viwili vimetulia mahali, akakimbilia kwenye vyombo hivyo, na tena vyombo vilikuwa vingi. Akachagua chombo kimoja cha mtu mmoja anaitwa Simoni Petro. Kwa nini aliona chombo? Ni baada ya kukaa kando na kurudisha kibibilia. Kwa nini nakuasa ujue namna ya kuishi na watu hapa Kahama? Ni lazima ukae kando, ndipo utaona njia ya kuweza kukabiliana nao, ndipo utaona njia ya kuweza kuabudu kwa ajili ya kuishi nao mahali hapo. Unapokaa kando, hata ukirudi kwenye Biblia, Yesu alijitenga na wanafunzi wake. Hata ukirudi kwenye nyakati za sasa wa kanisani, wachungaji hawakai pamoja na washirika, wanakaa kando, na ukitaka kumfikia inakuwa kuna gharama, kwa sababu akiwa pamoja na wewe atashindwa namna ya kukuhudumia, na atashindwa namna ya kukufahamu wewe ni nani, umekuja humo. Mlishawahi kujiuliza hiyo vitu? Unafikiri mchungaji wa kufikia ovyo? Eti mnawafikia ovyo? Mimi hapa si mnafika tu. Sema kidogo tumeshafika ndani, tunakaa wote tunakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wengine ulishawahi kuona nakula na mshirika? Ulishawahi kuona nakaa pamoja kabisa, labda unaenda una shida na unakaa pale na kaa hapa? Kwa nini? Anajitenga na wewe kando ili akutazame, akufahamu mawazo yako, kama ni mwema ama ni adui, ili ajue namna ya kukuambia. Akigundua wewe ni adui ama ni mpelelezi, anakuambia kwa leo tutaweza kuongea, hebu nenda tutaongea kesho, kwa sababu amesha kutambua wewe ni nani. Nina nini maana hapo? Na alipokaa pembeni Yesu au kando, ndipo akafahamu kuna vyombo. Angelijichanganya kwenye mkusanyiko asingeweza kubaini chombo. Kama unakumbuka, kuna watu kuna mahali alikuwa anahudumia, na siku hizo kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anatoka na ugonjwa wa damu. Akajipenyeza kwa watu, akamgusa, nguvu zikamuishia. Akageuka kuuliza wanafunzi wake, ni nani aliyenigusa? Maana kuna eneo kama unaongea mtu kuna mahali unachoka. Wanafunzi wakamwambia, Bwana mkubwa, watu hao wote waliokusanyika, alafu nauliza ni nani aliyekugusa? Tutamuelewa. Sasa akakaa kando ili ajue namna kuwakabili, na alipokaa kando akaona vyombo. Na kwa nini alichagua chombo cha Simoni Petro? Alichagua chombo cha Simoni Petro kwa sababu tayari Petro ni mtu atakayeambatana naye. Bwana Yesu msaidie sana. Kulikuwepo na vyombo vingine ambavyo vilikuwa vizuri zaidi ya chombo cha Petro, lakini alichagua chombo cha Petro kwa sababu alielewa wakati yuko kando, alielewa yule mwisho wa siku atakuwa ni mfanyakazi wa huduma ya ofisi ya Mungu. Bwana Yesu msaidie. Na ndio maana alikuwa pamoja naye, ndio maana alichagua chombo chake. Hivyo basi katika somo hili wewe unajifunza nini? Ni kwamba unapokaa kando na watu wengine, unapokaa kwa umakini na watu wengine, utatambua ili wasiweze kukuingiza kwenye shida, utatambua ili wasiweze kukuangusha kwenye wokovu, utatambua na kuelewa ili wasije wakakufanya ukadumaa katika mazingira yako ya maisha. Haleluya. Lazima ukae kando. Lazima ukae kando. Sio kila mtu utakutana naye ukae naye karibu. Sio kila mtu utacheka naye mpaka meno ya nje yaonekane. Na sio kila mtu utamweleza kila kitu. Na sio kila mtu utakubali akuombee. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kila kanisa au kila madhabahu utaenda. Lazima ukae kando zingine, ndipo utaelewa hiyo sio madhabahu. Lazima ukae kando na watumishi, ndipo utaelewa huyu ni mtumishi wa kweli. Huyu anahubiri neno, huyu anafundisha neno, huyu anahudumia neno la kweli. Lazima ukae kando, utafakari kwanza. Kwa hiyo katika dunia leo ni lazima tukae kando. Ni lazima tuelewe bahari tuliyopo ina watu wa aina gani. Bahari tuliyopo imesongwa na nini. Wale watu walikuwa wana shida. Wale watu walikuwa na magonjwa. Wale watu walikuwa na changamoto zao. Wale watu walikuwa wamekata tamaa. Wale watu walikuwa wamevunjika moyo. Wale watu walikuwa wengine wamefilisiwa mitaji yao. Wale wengine walikuwa wamepoteza pesa zao. Kuna watu waliwapa wengine pesa wakati wanaenda kuvua kwamba watakuja wawape samaki, wakapitiliza wakaenda visiwa vingine. Wale watu walikuwa na changamoto. Kuna mtu alikuwa pale na
wake wamekimbilia baharini, yani wamekimbilia waloni, matangani, anamtafuta. Kuna mtu alikuwa amenyang'anywa na wavuvi mke wake. Kuna mtu alikuwa amenyang'anywa na wanawake wanaojitembeza mume wake. Ndio maana wakamsonga Yesu. Na Yesu akaona hawa watu wanavyonisonga watanifanya na mimi nizidiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukae mbali. Ni lazima ukae